Hatimaye baada ya kuwepo kwa mambo mengi na mazungumzo yakiwa ni mazungumzo ya muda mrefu zaidi, imetimia kila ambacho kilisubiriwa na wengi na kila ambacho kila mmoja katika nafasi yake alihitaji kupata majibu na alihitaji pia kutambua katika nafasi hiyo na katika ubora huo. Hatimaye imejulikana na hatimaye pia kila kitu kimekwenda katika usawa wa aina yake. Ninapozungumza nawe tayari Young Africans wamethibitisha na kuweza kuweka wazi zaidi kila ambacho anakwenda kutimiza pia kama sehemu ya mtaji na mambo makubwa ambayo wanaamini kuna kitu cha ziada ambacho kinakuja kuongezeka na kuna kitu cha ziada ambacho pia tunakwenda kukitazama kama sehemu ya mtaji mkubwa kutokea katika upande huu. Bwana, usiyoyajua basi bwana michezo ndio wakati sahihi wa upande wako kuweza kuyajua na kuyatambua kwa kina kinaga ubaga sanjari sawia katika nafasi hiyo. Bwana, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ambao pia wamekuwa katika struggle pamoja na upande wa Yanga ambao wameonekana kuwa watawala wao. Wakati wakipiga madua na maombi ya kwamba Diara huko alikoenda ikiwezekana asiweze kurudi, baada ya taarifa ambazo zilikuwepo timu tofauti kutokea Afrika na nje ya Afrika zikionyesha userious wa kumhitaji golikipa huyu namba moja wa timu ya taifa ya Mali, Djigui Diara, ambaye amekuwa na kiwango bora kabisa katika michuano ya AFCON ambayo inazidi kutimua vumbi katika taifa la Morocco, wakati ambao tumefikia katika hatua ya fainali. Kila mmoja katika nafasi yake anahitaji kufanya makubwa, anahitaji kufanya vizuri ili kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika mentati ya hali ya juu, lakini pia timu inakuwa katika sehemu ya ubora, ufanisi, weledi na mengi makubwa ambayo yametukuka katika nafasi hiyo. Sasa katika upande huu ni kwamba Yanga wametoa taarifa rasmi baada ya mashabiki wengi wa Yanga kuwa na hofu wakihitaji kujua kutambua, je, ni kweli Djigui Diara atakwenda kuondoka au inakuwaje? Na miongoni mwa taarifa pia ambao wanapaswa kujua na kutambua ni kwamba Yanga wako kwenye dirisha dogo la usajili wakiwa wanamtafuta pia kipa ambaye atakuja kuongeza nguvu katika upande huo. So baada ya taarifa hizi kuwepo, watu wengi walikuwa wakijiuliza maswali mengi kwamba Yanga inakuwaje katika nafasi hiyo, mchezaji wao kama Djigui Diara anakwenda kuondoka, ni pigo gani ambalo anakwenda kulipata? Zipo timu mbili ambazo zilikuwa very serious kutokea hapa Afrika. Hapa nazungumzia timu ya CR Belouizdad ya kutokea katika taifa la Algeria, lakini pia ipo timu ya Zamalek ya kutokea katika taifa la Misri. Hizi ni timu mbili ambazo zilimhitaji Djigui Diara katika nafasi hiyo. Sasa Yanga wao wamethibitisha na kutoa taarifa mpya juu ya Djigui Diara. Yanga taarifa ambayo ameitoa ni kwamba Djigui Diara is not for sale now. Narudia, Yanga wanasema now Djigui Diara is not for sale. Kwamba Djigui Diara hawezi kuuzwa kwa wakati huu. Djigui Diara hawezi kuuzwa kwa wakati huu. Ndio taarifa ambayo Yanga wameweza kuitoa katika nafasi hiyo na katika kile ambacho tayari kipo mezani zaidi katika sehemu ya ubora na makubwa ambayo tayari yapo. So upande wa Djigui Diara ni mchezaji ambaye hauzwi katika nafasi hiyo, na hiyo tayari imeidhinishwa na kuthibitishwa katika sehemu moja. Na hili kuondolea hofu, Yanga amethibitisha kwamba Djigui Diara tayari ametua katika ardhi tukufu ya Tanzania. Na wakati huu ninapozungumza nawe, wakati kikosi cha Yanga leo hiki kijiandaa kufanya mazoezi yake kuelekea katika mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara dhidi ya vijana wa kikosi cha Mashujaa, mchezo ambao unataraji kupigwa hivi karibuni mnamo tarehe 19 ya mwezi wa kwanza kabla ya mechi yao ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Nation Al Ahly, ni kwamba upande huo katika kikosi cha vijana wa Young Africans, Djigui Diara tutakwenda kumshuhudia katika uwanja wa mazoezi akifanya ubaya wake katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Ni sehemu ya mahitaji na mengi makubwa ambayo kila mmoja katika nafasi yake amejiuliza maswali mengi na hatimaye yameweza kupatikana, na kila kitu pia kikiwa katika sehemu ya ushindani, uweredi, ubora, ukomavu na makubwa ambayo kila mmoja pia aliyasubiri kwa hamu kubwa, na kila mmoja pia alisubiri hichi kwa hamu kubwa zaidi. So tayari done confirmed
imejulikana na tayari ipo wazi zaidi. Upande wa Djigui Diarra, Yanga wamekomaa, hawamuuzi na wahitaji kupata ofa yoyote kwa timu ambazo zilikuwa zimeainisha na kuweka wazi zaidi interest ya kumhitaji Djigui Diarra, na haswa hizi timu kutoka Afrika. Yanga anasema hadi wakati ujao. So Diarra ni Yanga, Diarra atatumikia Yanga na Diarra ataendelea kuwa mchezaji wa Yanga. Hiyo ndio taarifa ya moja kwa moja kutoka katika upande wa Young Africans. Maoni yako ni yapi? Tupia comment yako, kisha umeweza kusubscribe kwanza kunufaika na kupata taarifa zote kwa kina zaidi.